Umri huwa ni kitu kinamata sana kwa mtu yote ambaye anataka kuingia kwenye ndoa. Japo wakati mwingine watu wanaona inaweza ni mtu unakuwa umemachua na nini, unakuwa umemachua is true na ni kitu kizuri, lakini unapokuwa unaolewa chini ya umri mdogo ama unaoa chini ya umri mdogo, kuna vitu ambavyo unakuwa uvijui. Kwa mfano, nitatoa mfano kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anapoolewa akiwa kwenye miaka 25, labda kusema kuanzia miaka 20, 25 mpaka 27 hapa, kuna namna sawa unakuwa umemachua, lakini kuna baadhi ya vitu unakuwa hauvijui. Labda umuhimu wa kujua potential zako. Unaweza ukaingia kwenye ndoa, labda mume akasema labda acha kazi, labda mimi nataka mtu ambaye atakaa nyumbani alee tu watoto, labda akakupa vitu ambavyo yeye angetamani kwa mke anayemuoa, na wewe utakubaliana navyo kwa sababu kwa wakati huo labda kitu peke yake au focus peke yake ambayo iko kwako ni ndoa. Utaingia kwenye ndoa, utakaa. Unapofika miaka 35 na kuendelea, huu ndio umri ambao wanawake wengi wanaamka. Sasa kwenye kuamka maana yake ni kwamba unaanza kujua potential zako, kwamba mimi labda napenda kuimba, mimi labda nilikuwa nataka kusoma niwe na PhD, mimi labda nilikuwa nataka kuwa mtangazaji. Yani unaanza kuona yale mambo ambayo niseme ule wito wako yani mvuto unakuwa ni mkubwa zaidi. Sasa ukirudi kwa huyu mume ambaye mlikubaliana from the beginning kwamba wewe unataka anataka ukae ndani ule watoto, anataka usifanye chochote, unapoanza kuintroduce sasa hivi vitu kama mimi labda nataka kufanya hiki, nataka kufanya hiki, changamoto zinaanza, kwa sababu mwenzako anaanza kuona kwamba umebadilika, kwamba mimi sikuwahi kufikiri kuoa mwanamke ambaye ana PhD, mimi sikuwahi kuoa mwanamke ambaye anataka kuwa mwanamuziki. Sasa baadaye mivutano inaanza. Lakini pia kwa mwanamume pia, anapokuwa, wanaume wengi wanapooa kuanzia miaka labda 27 mpaka 30 hapo na kuendelea, wengi unakuta labda kiuchumi hawako vizuri, yani hawajajipata vile ipasavyo. Sasa muda unavyozidi kwenda, watu wanafanikiwa. Wakishafanikiwa sasa, na yeye anaanza kuona kwamba mbona mimi kama huyu mwanamke yani sio kivile, yani anaanza kuona wale watu ambao pengine huko nyuma alikuwa anatamani kuwa nao, lakini labda kwa kipato alichokuwa nacho na maisha alikuwa nayo ilikuwa sio rahisi. Lakini sasa hivi madam mambo yamekaa vizuri, anaweza kumpata mtu yeyote ambaye alikuwa anataka. Sasa changamoto inakuja pale mume anaona mke amebadilika na mke anaona mume amebadilika. Kumbe changamoto ilikuwa ni muda ambao walikuwa wamekutana, kwamba hawakuwa wamejifunza mambo mengi kwa kiasi hicho, hawakuwa wanajua vitu vingi kwa kiasi hicho. Ndio maana tunasemaga mara nyingi kwamba muda ni mwalimu mzuri, ama time will tell, kwamba unavyoweza kujua mambo mazuri hata unapofanya maamuzi. Yani mtu ambaye anaweza kuoa kwenye 30s, mimi naona huyu mtu anaweza akafanya maamuzi mazuri zaidi kuliko mtu ambaye anaoa kwenye 20s ama anaolewa kwenye 20s.